Siku 10,957 zimepita, sawa na miaka 30 tangu usiku mmoja ambao anga la Atlantic liligeuka kuwa eneo la huzuni, maswali na uchunguzi mkubwa katika historia ya usafiri wa anga. Tarehe 17 Julai mwaka 1996, ndege moja ya abiria iliondoka New York kuelekea Paris ikiwa na watu 250 ndani yake. Walikuwa na safari zao, mipango yao, na watu walikuwa wanasubiri wafike salama. Lakini hawakufahamu kuwa dakika chache baadaye jina la ndege hiyo lingeingia kwenye historia kwa sababu ambayo hakuna mtu aliyekuwa tayari kuamini. Ilikuwa ni TWA Flight 800, ndege aina ya Boeing 747 ya shirika la Trans World Airlines iliyokuwa ikisafiri kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa John F. Kennedy kuelekea Paris Charles de Gaulle. Mwanzoni kila kitu kilionekana kuwa kawaida. Ndege iliondoka salama, mawasiliano yalikuwa ya kawaida, hakukuwa na taarifa ya dharura kutoka kwa marubani. Lakini dakika chache baadaye, baada ya kupaa, wakati ndege hiyo ikiwa imeanza kupanda juu ya bahari ya Atlantic karibu na Long Island, kitu kisichoeleweka kilitokea. Halafu ghafla anga likawaka. Ndege hiyo lilipuka ikiwa angani na kutengeneza mpira mkubwa wa moto ulioweza kuonekana kutoka maeneo mbalimbali ya pwani ya Long Island. Ndani ya muda mfupi, mabaki ya ndege ya Boeing 747 yalianza kuanguka baharini. Ripoti zinadai watu wote 230 waliokuwa ndani walipoteza maisha. Lakini baada ya moshi kutoweka, swali moja likaanza kutawala Marekani. Je, TWA Flight 800 ilikuwa ajali tu au kulikuwa na kitu kingine nyuma yake? Wakati wa tukio hili lilipotokea, Marekani ilikuwa katika kipindi ambacho hofu ya mashambulizi dhidi ya ndege ilikuwa juu. Zaidi ya hapo, Olimpiki ya Atlanta mwaka 1996 zilikuwa zinakaribia kuanza, jambo lililofanya watu wengi kujiuliza kama ndege hiyo ilikuwa imelengwa. Baadhi ya mashahidi waliowahi kurekodiwa kuwa walikuwa karibu na eneo la tukio hilo walidai kuona kitu kama mstari wa mwanga ukielekea juu kabla ya mlipuko huo. Kwa baadhi yao kilionekana kama kitu kilichorushwa kuelekea ndege, na hapo ndipo ajali hiyo ilipoacha kuwa tukio la kawaida. Ili kupata majibu, wachunguzi walikabiliwa na kazi kubwa sana. Ndege haikuanguka sehemu moja, ilikuwa imevunjika vipande vingi vilivyotawanyika kwenye eneo kubwa la bahari. Shirika la National Transportation Safety Board kwa kushirikiana na FBI na taasisi nyingine zilianza uchunguzi mkubwa. Mabaki ya ndege yalikusanywa kutoka baharini na kupelekwa kwenye eneo maalum la uchunguzi, ambapo wachunguzi walijaribu kuijenga tena ndege hiyo ili kuelewa sekunde chache zake za mwisho. Kila kipande kilichunguzwa, kila alama ilitafutwa, kila uwezekano uliangaliwa. Swali likabaki, nini hasa kiliangusha TWA Flight 800? Kadiri uchunguzi ulivyoendelea, historia inasema nadharia mbalimbali zilianza kuibuka. Moja ya nadharia kubwa ilikuwa kwamba huenda ndege hiyo ilipigwa na kombora. Mashaka hayo yakaongezeka baada ya kubainika kuwa kulikuwa na shughuli za kijeshi katika eneo hilo usiku wa tukio. Baadhi ya watu wakaamini huenda kombora la mazoezi lilipiga ndege hiyo kimakosa, lakini mamlaka za Marekani zilikataa uwezekano huo. Ripoti zinadai uchunguzi rasmi haukupata ushahidi wa kombora wala bomu. Hata hivyo, kwa miaka kadhaa nadharia hizo zikaendelea kuzunguka kwa sababu watu wengi walihisi bado kulikuwa na maswali ambayo hayajajibiwa. Baada ya miaka ya uchunguzi, ukweli rasmi ukaanza kujulikana. Mwaka 2000, NTSB ilitangaza kwamba hakuna ushahidi wa shambulio la kigaidi. Wakathibitisha kuwa mlipuko ulitokea ndani ya tanki la mafuta lililokuwa katikati ya ndege. Kwa mujibu wa wachunguzi, mvuke wa mafuta ndani ya tanki uliweza kuwaka na kusababisha mlipuko mkubwa ulioivunja ndege angani, lakini uwezekano mkubwa ulihusishwa na hitilafu ya mfumo wa umeme. Baada ya tukio hilo, sekta ya anga iliongeza umakini zaidi kwenye usalama wa matanki ya mafuta ya ndege kubwa. Leo, miaka 30 baada ya tukio hilo, jina la TWA Flight 800 bado linaishi katika eneo la Charlie, Long Island. Kuna kumbukumbu iliyojengwa kwa ajili ya watu 230 waliopoteza maisha usiku huo. Haikuwa tu ndege iliyopotea angani, ilikuwa ni kumbukumbu ya siku ambayo sekunde chache zilibadilisha historia na kuacha dunia ikitafuta majibu kwa miaka mingi. Mimi ni Regina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.